Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media, anaungana hapa na Cholo, shabiki wekundu wa Msimbazi Simba, kwa kuzungumzia mchezo ambao umetoka kutamatika katika uwanja wa Lake Tanganyika mkoani Kigoma. Simba Sports Club akiwa ugenini dhidi ya Mashujaa. Mchezo umekuwa kibabe sana, Simba wakibuka na ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Mashujaa FC. Bwana Cholo, hongereni kwa ushindi na hongereni kwa kupunguza gap la alama 5 mpaka kusalia alama 2. Asante sana. Ni kitu ambacho tulikitegemea. Unajua kwa Simba sasa hivi inapotokea mechi kama ile ya kutafuta matokeo, yani Simba na timu ya kupata matokeo. Yani ukweli kabisa Simba ana timu ya kupata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikuwa tunajua kwa mchezo utakuwa mgumu, kwa sababu Mashujaa hivi karibuni wametupa mechi ngumu sana, lakini leo kwa quality ya Simba, namna sasa hivi Simba inavyoonekana, hata Mashujaa mwenyewe anajua kabisa kwamba sasa hivi wao na Simba ni mbingu na ardhi. Mmeonekana kupata matokeo mazuri leo. Chama Klatos akiingia kambani mara 2. Goli linaingia lenyewe moja kwa moja nyavuni bila kuguswa. Kulikoni bwana Cholo, shabiki wa Simba, ukiangalia Chama ni kama anazaliwa upya hivi? Unajua mchezaji akiwa mzuri siku zote huwa anaondoka na uzuri wake. Unajua Chama kila nikimtazama naona kabisa ni mchezaji ambaye ataacha mpira, sio kama labda yani kwamba amefeli, yani kwamba labda anashindwa kufanya baadhi ya vitu, ila umri kuna muda utamkataa. Na mpanja na mchezaji kama Luka Modric, unaona Luka Modric kabisa Real Madrid bado anaonekana kabisa kwamba nafasi yake bado ipo, ana uwezo wa kucheza pale, lakini kutokana na umri sasa ikawa hakuna namna tena, inabidi apunguze baadhi ya majukumu kwa sababu hataki tena timu ambayo inaweza kumpa pressure na nini. Umeshaona, ndio maana ataondoka. Kwa hata kutasuta Chama kwa namna anavyocheza, ana miaka zaidi hata 4 mbele anaweza kucheza. Umeshanielewa? Leo anapiga kona ndani, anafunga goli zuri kabisa la pili ambalo inaenda kuwatuliza kabisa Simba. Wakawa wamepata confidence mpaka wanaweza kupata goli la 3. Na ni man of the match mara 4 mfululizo, sio jambo la kawaida. Umeshanielewa? Kwa hiyo kwa mchezaji mkubwa mwenye muendelezo kama Chama, sio mtu wa kumzungumzia tena. Yaani sio mtu wa kumzungumzia kwa sababu ameshafanya hivi vitu. Yaani kwamba imekuwa ni muendelezo tu. Mnapata ushindi wa magoli 3-0. Watani zenu jana Young Africans wakafungwa goli 3-2. Kulikoni bwana Cholo? Siri iko wapi hiyo? Kwa sasa kama ilivyo adui yako muombe njaa, lakini tukizungumza kifootball kwa sasa hivi unaona kabisa Simba Sports Club namna inavyocheza quality players walikuwepo Simba na Yanga ni tofauti kabisa. Ile tempo ya Yanga kwenye kucheza football pale uwanjani imeshuka, quality players sasa hivi Simba yani Yanga wameshuka. Sasa Simba wao ile pale tempo ya mchezo imeongezeka na quality player ameongezeka. Unajua Simba sasa hivi eneo lake la ushambuliaji ni hatari sana. Kama wataamua kukupress serious wapate magoli wanapata. Unaona kabisa goli la kwanza ni pressing ilimpanzwa na force kuingia kwenye box, inatokea kona inapatikana goli. Goli la pili ni pressing ya nakumbuka kama sio Chama Yusuf Kagoma, kwamba mpira wana wao Mashujaa, lakini mchezaji wa Simba akaenda akapress mbeke akakosea ukamgonga. Akapana unabaki mpira kwa mchezaji wa Simba anampa Chama kama kaida yake kama alianza kufanya makosa, anapiga shuti anafunga. Kwamba ni zao la ile tempo ya mchezo kuongezeka. Umeshanielewa? Na hii kwa sababu Simba eneo lao la ushambuliaji ina quality players karibia wote. Unaona anatoka Alibase Gea anaingia Selemani Mwalimu. Umeshanielewa? Unaona anatoka Innocent Loemba anaingia Ansel Aula. Umeshanielewa? Hiyo ndio quality ambayo inafanyaje inazungumziwa. Tofauti na kipindi ambacho Simba tulikuwa tuna struggle, unajua anatoka mtu kama Kibu Dennis unabidi aingie labda Kichasambi ama aingie Joshua Mutale. Umeshanielewa? Kwa msimu huu kusema ukweli sisi hapa kichobaki ni kuomba tu Yanga adondoshe pointi kwa alama kwa namna yoyote. Mechi yote tukifungwa, mimi nina uhakika Simba kama Yanga atadondosha alama. Yaani kama tukisema tuendelee tu tucheze mpira serious, Yanga iko karibu kudondosha alama kuliko Simba. Mnakwenda sasa kupambana kuhakikisha kwamba alama hizi 2 zilizosalia mnaziweka vizuri. Je, mnaweza kumaliza mfupa ambao umesalia kwa kuiombea mabaya Young Africans endelee kutoa sare ama kufungwa? Hapa ndio kilichobaki. Kwa sababu Simba timu ya ushindani anayo na timu ya kushinda anayo. Kwa hiyo unaweza ukawa na timu ya kushinda lakini pia na mpinzani wako anashinda mechi. Umeshanielewa? Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba lazima sisi tuombe. Yaani kwamba Young Africans kwa sasa apoteze mchezo huu mmoja ama draw mchezo miwili. Na mechi ambazo zimebaki hiyo dalili inaonekana Yanga anaweza kufanya hivyo, lakini na Simba sasa sio tena kwamba amekaa tu ajue kwamba Yanga kidondosha mimi nakuwa bingwa. Hapana, anatakiwa ashinde mchezo. Spirit ambayo leo Simba ameionyesha pale Lake Tanganyika ndio spirit ambayo anatakiwa kuonyesha siku zote kwenye mechi zilizobaki, kwa sababu sisi mfupa mgumu ambao umebaki mbele yetu labda Singida Black Star. Umeshanielewa? Lakini asilimia kubwa timu ambazo zimebaki ni daraja la chini sana. Daraja la kati ndio Singida Black Star. Tofauti na mwenzetu Young Africa, unaona na mechi na Azam. Ukizungumzia mechi kubwa Tanzania, mechi 3, Azam wako hapo. Yanga na mechi naye, ana mechi na Tabora na mechi na JKT ambazo ni mechi ngumu kwa ligi yetu hapa Tanzania. Tofauti na Simba ambaye unaona kabisa na mechi na KMC, mechi na Coastal Union ambao unaona kabisa amewacha mbali. Japo mpira usiubeze, yote inaweza kutokea. Lakini sisi tuko karibu kupata matokeo mazuri kuliko Yanga kwa sababu Yanga na mechi ngumu kuliko Simba. Bwana, goli la 3 linafungwa
vile vile kitaalamu unaweza nikasema. Unalizungumza goli la 3. Bado tunarudi pale pale kwenye ubora wa wachezaji wa Simba Sports Club. Unaona transition ya Simba namna wameanza walivyokuwa wanacheza mpira, uharaka ambao walikuwa nao karibu kukaribia box la mpinzani, wanapoteza mpira. Mashujaa Neo Maema ana receive mara moja tu, mara ya pili anamwangalia Selemani Mwalimu amekaa kwenye nafasi, anachopu mpira, beki unampita, Selemani anaweka kwenye kamba. Umeshanielewa? Ile haitokei kwa bahati mbaya. Umeshanielewa? Yaani yale ni mazoezi ambayo watu wanafanya tangia kiwanja cha mazoezi. Kama uwezi kupata pale mchezaji ambaye ana quality, uwezi asingeweza kufanya kitu kama kile. Ukuta labda Maema angetaka kusogea tena au angetaka kufanya vitu zaidi ya kile ambacho amekifanya. Lakini Neo anajua ni mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye ana experience na ana uwezo kwenye kuamua vitu kama vile. At the end of the day unaona goli limetokea. Chama kila mchezo anakuwa man of the match afu anafunga. Yaani anafunga kila mchezo alafu anakuwa man of the match. Kwa nini Chama Clatous sio mchezaji mwingine? Na umri pia ni namba zinasoma kubwa kwa Chama Clatous. Sikwambie mtu bwana, kuna wakati experience huwa inamata sana. Ukitoa quality na uzoefu pia huwa unahitajika sana. Unajua Chama anachobiti watu wengi sana. Wachezaji wengi ni kwamba Chama ni mzoefu, anajua hii ligi vizuri. Alafu Chama yuko very proud na akicheza Simba Sports Club, akiwa anajua kabisa kwamba hii timu inanitazama zaidi mimi. Umeshanielewa? Kwa hiyo mchezaji ambao unatazamwa zaidi, kwamba hata siku kama utatoka mchezoni unakuwa na ile watu watajua tu kwamba leo huyu sio kawaida yake. Kwa hiyo ile inakupa nguvu ya kupambana, umeshanielewa, ya kufanya vitu vikubwa. Kwa hiyo Chama anakuwa very comfortable kwa Simba. Anakuwa very proud, yani kwamba anakuwa ile na tunasemaje, anaringa, yani anajisikia ufahari, yani kucheza, kufanya kitu chochote pale akiwa Simba Sports Club, tofauti na mchezaji mwingine. Kwa hiyo ile inamuongezea confidence, inamuongezea kujiamini. Ndio maana Chama unakuta sehemu ambayo mtu mwingine angeweza kukupa kufanya kitu, yeye afanye. Umeshanielewa? Hata ikitokea amekosea, watu hawalaumu kwa sababu anajua huwa akosei. Umeshanielewa? Umeona sehemu kama ambaye leo amepiga pale. Hata kama angekosa Chama singelaumiwa. Lakini Mungu ameendelea kumshikia Chama pale, amefunga. Kwa hiyo bado tunaamini siku nyingine akifanya kitu kama kile, ukimsema tunakwambia hapana, mechi na Mashujaa sehemu kama ile Chama alipiga na akafunga. Umeshanielewa? Kwa hiyo inamuongezea confidence, na asikwambie mtu kufunga kunamuongezea mchezaji confidence. Unaona Innocent Loemba kiwango chake kama kiko chini kidogo, sababu hajafunga bado, ana hamu ya kufunga ili kuonyesha mashabiki kwamba hata mimi naweza kuscore. Leo unaonekana mmekabia kwa juu sana bwana. Kwa sababu ilikuwa hakuna namna. Unajua kuna ile mazoea kwamba Young Africa kidondosha pointi basi na Simba anaweza kadondosha. Umeshanielewa? Watu wengi leo walikuwa macho zaidi kuangalia kwamba Simba anaweza kudondosha na yeye alama. Umeshanielewa? Na vile unaona wamewekewa bonus milioni 100 kama atashinda, kama atadraw milioni 50. Kwa hiyo watu wengi wanategemea kwamba Mashujaa anaweza kufanya chochote kwa Simba Sports Club. Na moja kati ya mechi ngumu za ligi katika mechi za Simba hapa ndani ni pamoja na mechi ya Mashujaa. Umeshanielewa? Lakini Simba alienda kumuonyesha Mashujaa kwamba kwa sasa mimi nina ubora mkubwa kuliko wewe. Anachezea longo tatu pale kwake, game on. Tuanze kuiona Simba inaenda kutoa ubingwa wa ligi kuu NBC Premier League ama bado muda utaongea? Nafasi iko wazi kwa sababu mechi 7 ni mechi nyingi sana kwenye mpira. Ni mechi nyingi mno, bado sana. Yaani kwamba nafasi Simba anayo, Yanga anayo. Yanga kwa sababu bado anashikilia yeye namba 1 pale kwa pointi kwa alama 2, na mechi zinaendelea kuchezwa. Kwa hiyo yoyote hapa atakayedondosha alama kwa kipindi hiki, atakayedondosha alama yeyote asahau kuhusu ubingwa. Yeyote atakayedondosha alama kwa kipindi hiki asahau ubingwa. Wewe ukiwa kama shabiki wa Simba, Young Africans sasa huko mtaani unaonaje? Wanazungumzaje mashabiki wa Young Africans huko mtaani kuhusiana na hiki ambacho kimetokea jana na ushindi wenu ambao hii leo mmeupata? Huko mtaani kutakwaje na usiku leo utakwaje huko mtaani? Unajua Yanga bado hawaamini kama timu yao imedrop. Umeshanielewa? Hawaamini kabisa kama timu yao iko vile, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wenyewe watakuja kuona. Bado Yanga wana imani kwamba timu yao inaweza kushinda ubingwa, na kweli timu yao inaweza kushinda ubingwa kutokana na wao ndio wako pale juu. Lakini wapo wachache ambao wanazungumza ukweli kwamba ubora wa wachezaji wao Yanga sasa hivi sio mzuri na wanaweza kudondosha tena alama hapa mbele. Umeshanielewa? Wapo ambao wanasema. Lakini unajua siku zote kwenye ushabiki wa mpira kuamini kwamba wewe huwezi kuchukua ubingwa sio jambo la shabiki. Hata sisi Simba wote tulikuwa tunaongozwa alama 5 na Yanga, lakini bado tulikuwa tunaamini tunaweza kushinda ubingwa kwa sababu mchezo wa mpira muda wote sasa tunaweza ukapoteza mechi mwenzako akashinda akakupita. Umeshanielewa? Kwa hiyo kwa sasa Young Africa hofu lazima wawe nayo kwa sababu level la alama ni ndogo sana. Umeshanielewa? Hofu lazima wawe nayo, lakini sasa inategemea mtu na mtu kwenye kutoa ile kuzungumza uhalisia kwamba bwana mimi ninayo hofu ama si. Tumaliza na hili. Watani zako Young Africans mashabiki wanamlaumu sana Djigui Diarra kwa kitendo cha jana kuendelea na mchezo, lakini wanamlaumu pia Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye
magoli mawili inasemekana yeye ndo ilikuwa sababu, labda hali ya kimchezo au la, lakini la tatu analaumu uongozi. Kwa nini wakakague pale uwanja badala ya kuongeza nguvu kwenye mchezo wao dhidi ya Dodoma Jiji? Unaambia nini mashabiki wa Africans na kupanda kunazungumzia kuhusiana na hilo? Huu ni wakati wao kulalamika kwa sababu mpaka ina ndo mami yetu amefanya hela za ovyo kwa mchezaji mkubwa kama yeye. Sio rahisi. Unajua goli la kwanza unaweza kumpa concern kwamba inawezekana mchezaji yote akafanya kitu kama kile na ikatokea na goli ikatokea mtu akajifunga. Umeshanielewa? Lakini goli la pili ndio amefanya kosa kubwa sana ambalo mchezaji kama yeye hakutakiwa kufanya, kwa sababu mpira haukuwa mzito, yani haukuwa mkubwa kiasi kwamba kuuacha. Yeye kama beki alitakiwa kuclear kwanza, yani uende hata sehemu hata popote, yani hata nje hata wapi, lakini azuie kwanza, kwa sababu asitegemee golikipa. Ndio alivyoamua kuacha, unaona kilichotokea, amefungwa. Lakini pia kumlaumu Djigui Diarra lazima alaumiwe, kwa sababu hakuna mtu yoyote ambaye anaamini kwamba Djigui Diarra aliumia. Umeshanielewa? Djigui Diarra hakuumia kwa sababu alionyesha mwenyewe dalili za kuonyesha kwamba hakuumia. Sasa hii inatokana na nini? Kwa lazima walaumu, kwa sababu wanahisi kwamba kuna dalili zote za huyu jamaa kufanya anachojisikia. Maana kuna ujanja. Kwa sababu inaweza ikawagharimu sasa siku za usoni, kwa sababu kama leo anafanya kwenye ligi, umeshanielewa, timu ndio hii, ikitokea amefanya Champions League, amefanya kwenye mashindano ya kimataifa, atawagharimu. Kwa hiyo lakini walimchangia na pesa. Kwa sababu pale hawakuamini kama Djigui Diarra anaweza kuwa na kiburi kiasi hiki. Umeshanielewa? Lakini mimi niwaambie tu mashabiki wa Yanga wasisahau kwamba wachezaji hawa wanapocheza sehemu moja muda mrefu huwa wanachoka. Yaani kuna yale mapenzi kama yanapungua, kwa sababu yeye anabaki. Kuna wachezaji ambao anacheza nao. Kwa mfano Djigui Diarra msimu wake ambao anakuja, amekuja Jigi, amekuja Walidi, amekuja Bangala, amekuja kina Fisto Mayele, wamekuja wachezaji kina Kisinda. Wachezaji wengi walikuwa wamekuja kipindi chake. Umeshanielewa? Lakini mpaka leo ninavyozungumza, wachezaji ambao yeye alikuja nao mpaka sasa hivi hamna hata mmoja. Amebaki yeye tu. Sasa aliwahi kucheza na wachezaji ambao wana quality kubwa sana. Umeshanielewa? Sasa hivi anacheza na wachezaji ambao wana quality kadi zao ni ndogo, kwa lazima ajisikie ile yani kwamba ajisikie vibaya. Yani Djigui Diarra anaona kwamba si Yanga ambao najua mimi ambao nimewahi kucheza. Haiwezi kuwa hivi. Umeshanielewa? Kwa hiyo ile inampelekea kuwa na hasira za kukua na hasira kila wakati. Umeshanielewa? Kwamba anaona kabisa kwa kosa kama hili, kipindi hapa anacheza ni Kibangala labda na Jobu, haiwezi kutokea kitu kama hichi. Kipindi anacheza hapa ni Jobu na Baka, kitu kutokea kama hiki. Umeshanielewa? Kwa ajisikii vizuri tena sasa hivi kuona kwamba timu yake sio timu ile ambayo ameizoea. Kwa wachezaji wanakuwa wanaweza kufanya hivyo. Unaona hata Kylian Mbappe alipokuwa Paris, amecheza muda mrefu sana PSG. Ataenda kuendelea kaanza kufanya vitu vya nje sasa ya uwanja, kwamba bwana mimi sitaki na nini, wamembembeleza mpaka akaamua kufanya. Baba, unafanyaje? Unaweza kwenda. Sisi wenyewe Simba yametukuta hayo. Chama Krotas yule pale. Ilifika hatua cha Simba amechoka kucheza Simba, akaenda kuangalia sehemu nyingine. Alivyoona sasa moto wa sehemu nyingine, akaanza kugundua kumbe mpira huko hivi. Amerudi ataenda huyu hapa ametulia. Kwa hiyo mwenyewe inawezekana akawa amechoka, anatamani kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo Young Africa wajiandae kutafuta golikipa mwingine. Muda wote saa yote Diarra anacheza. Bwana nikushukuru sana na nikutakieni kila laheri kwenye mbio zenu za ubingwa dhidi ya watani zenu Young Africans. Asante sana mimi.